Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Hili ni juma la 7 katika robo hii, tukiangazia somo la 7, somo linalosema wenyeji wa mbinguni. Hii ni Februari 7, Sabato mchana. Somo la juma hili soma Wafilipi sura ile ya 3 aya 17 hadi sura ya 4 aya 23. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 aya ya 42 hadi 44. Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya 27. Zaburi ya 119 aya 165. Ayubu sura ya kwanza aya 21. Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya 7. Fungu la kukariri Wafilipi sura ile ya 4 aya ya 6. Neno la Mungu linasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Somo la juma hili linahitimisha kujifunza kwetu waraka kwa Wafilipi, na limejaa masomo muhimu na kanuni za maisha ya kila siku. Inaonekana kwamba kanuni nyingi muhimu za kimaadili zilizoongoza maisha ya Mtume Paulo zinapatikana katika aya za mwisho za waraka huu. Sawa na mafundisho ya Yesu ambayo yanalenga utu wa ndani, kile ambacho Paulo anashiriki nasi ni siri za kuishi maisha ya Kikristo yenye furaha. Hata wakati mambo hayaendi jinsi ambavyo tungependa, hali ambazo hutokea mara nyingi zaidi kuliko ambavyo tungependa, hatupaswi kuwa na wahaka au wasiwasi au kuvunjika moyo. Badala yake, kuna kanuni zitakazotusaidia kupata nguvu za ndani za kukabiliana na changamoto ambazo maisha huleta. Hivyo tunaweza kupata amani tulivu na ya kudumu ambayo ni Mungu pekee awezaye kutoa. Mambo ya sasa na yajayo yamo mikononi mwake, naye atatupatia kila kitu tunachohitaji. Jambo muhimu zaidi, hatupaswi kuweka tumaini letu katika mifumo ya serikali ya kidunia ambayo daima hutuangusha. Kama Wakristo, sisi ni wenyeji wa ufalme wa Mungu wa mbinguni. Wenyeji huo huja pamoja na fadhila za kustaajabisha na majukumu pia. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Februari 14. Jumapili tutajifunza mada inayosema mifano ya kuigwa. Jumatatu tutaiangazia mada inayosema simameni imara katika Bwana. Jumanne tutaiangazia mada inayosema furahini katika Bwana siku zote. Jumatano tutaiangazia mada inayosema yatafakarini haya. Alhamisi tutaiangazia mada inayosema mambo muhimu kwa ajili ya kuridhika. Na katika siku ya Ijumaa tutajifunza zaidi. Penda mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii Sabato mchana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele.
Amina.